Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu na mtu wa Mungu mahala popote pale ulipo na unaponifuatilia. Ninaitwa Evangelist Samson Charles Magarata, mtumishi wa Mungu nikiwa hapa jijini Mwanza, kanisa la Amani Presbyterian. Na leo nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe kwa habari ya kipengele kimoja angalau kwa uchache kuhusiana na somo letu la kustawi na kuongezeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na nina jambo moja ambalo nataka udake, ya kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu katika maombi, hasa pale uwezo wetu wa kibinadamu unapokuwa umefikia mwisho. Narudia tena, Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu katika maombi, hasa pale uwezo wetu wa kibinadamu unapokuwa umefikia mwisho. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 26, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba, Warumi 8 mstari wa 26, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu katika maombi, hasa pale uwezo wetu wa kibinadamu unapokuwa umefikia mwisho. Maandiko matakatifu yanasema hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Haimaanishi kwamba hatuna maneno ya kuomba, lakini hapa kinachomaanisha ni kwamba tunaweza tukaomba, lakini hatujui ni nini hasa yaliyo mapenzi ya Mungu katika hicho kitu ambacho tunaomba au umekuwa ukiomba. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuleta usawa, ni kuhakikisha unaomba lakini ukiwa katika mapenzi ya Mungu mwenyewe. Kwa mfano, unaweza ukawa unapitia kipindi kigumu sana katika maisha, kipindi cha machozi na kipindi cha maumivu, na ukatamani Mungu akutoe hapo, lakini kumbe ni mapenzi ya Mungu ubaki hapo, upite kwenye hiyo njia. Ni kweli na maumivu, lakini Mungu amekusudia upite hapo kwa sababu anakutengeneza ili kuimarisha imani yako na kukupitisha kama darasa, kwa sababu kuna hatua mpya ya mafanikio anayotaka uifikie. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kukupa ustahimilivu hata unapokuwa ukiendelea kuomba. Unaomba ukiwa umebaki kwenye mapenzi ya Bwana. Ni wengi wakifika kwenye hatua za namna hii, wanapopita katika nyakati ngumu, wengi tunaweza tukakimbilia kusema ni shetani, lakini nataka nikwambie, Mungu anaweza akatazama na akajua unavyopita kwenye kipindi kigumu cha machozi, lakini ni neema ya kipekee ambayo anataka kuiachilia baada ya kuwa umeshavuka katika kipindi kigumu, ukiwa bado umembeba huyu Yesu, umemvumilia huyu Yesu, umeisimamia imani. Kuna hatua mpya ambayo unaiendea tena, na Mungu akupe neema ya kwamba mahala popote ambapo umekuwa ukipitia jambo lolote lile ambalo unapitia na ni gumu kwenye maisha yako, nataka nikutangazie kwa neema ya Bwana ya kwamba usikubali kuondoka kwenye imani, usikubali kumwacha Yesu Kristo kwa sababu ya dhiki na taabu. Naomba Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akusaidie kukupa ustahimilivu ya kushinda udhaifu ulionao katika ile hali ya kukufanya ukate tamaa. Badala yake upewe nguvu mpya tena ya kustahimili ukiwa unamngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe, kanisa, haleluya. Hii ni nguvu ya Roho Mtakatifu peke yake ambayo ipo kwa ajili ya kukusaidia. Maandiko matakatifu yanasema katika kile kitabu cha Isaya ile sura ya 55:8-9, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Wanadamu wakikuwazia kuanguka, Mungu anakuwazia kukuinua tena. Jitie moyo kwa Bwana, simama katika imani, na nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie kushinda huo udhaifu. Tuna watu ambao wameshakata tamaa kwenye wokovu kwa sababu wamekutana na maneno, wamekutana
kuna vipingamizi. Wengine ni watumishi wa Mungu wameacha huduma. Acha nguvu ya Roho Mtakatifu ingie ndani yako. Inua tena hicho kipawa, inua tena hiyo karama, huo udhaifu wa kuacha imani. Shetani akashindwe, Mungu akauondoe, Roho Mtakatifu akauondoe. Hiyo roho ya kuchoka isiwepo tena katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Asante sana kwa ajili ya vipindi hivi. Mungu akubariki. Amen.